Mseto Plus ya leo Septemba 17 iko tayari kwa ajili ya mtazamaji wa Nukta TV. Karibu sote kwa pamoja tuziangalie taarifa kutoka pembe tofauti za ulimwengu. Msomaji ni Sawezra Ngumbi, nyuma kamera ni Goodluck Gustav. Leo tunaanzia huko nchini Italia kwa habari ya huzuni kidogo, ambako Askofu Mkuu Novatus Rugambwa, Mtanzania aliyewahi kuhudumu kama balozi wa Baba Mtakatifu katika nchi mbalimbali duniani, amefariki dunia wakati akipatiwa matibabu huko Roma nchini Italia. Taarifa iliyotolewa na askofu wa jimbo Katoliki la Bukoba, Jovitus Mwijage, kwenda kwa maaskofu, mapadri, watawa na waamini, imesema Askofu Mkuu Rugambwa amefariki dunia usiku wa Septemba 16 akiwa Roma. Askofu huyo alizaliwa Oktoba 8, 1957 mkoani Kagera na kuwekwa wakfu katika daraja takatifu la upadri Julai 6, 1986 na Askofu Nestorius Timanywa wa jimbo Katoliki Bukoba kwa wakati huo. Baada ya miaka kadhaa ya huduma, Machi 18, 2010 aliwekwa wakfu katika daraja takatifu la uaskofu na Kardinali Tarisio Pietro Evasio Beltone aliyekuwa katibu mkuu wa Vatican. Katika safari yake ya utumishi, Askofu Rugambwa aliwahi kuteuliwa balozi wa Baba Mtakatifu katika nchi mbalimbali ikiwemo Angola, Honduras na visiwa vya Fiji, ambako kote alitambulika kwa mchango wake katika kuimarisha uhusiano wa Vatican na mataifa hayo. Jeshi la polisi mkoani Songwe linamtafuta Evaseri Mwamweza, mkazi wa kitongoji cha Ululu, kijiji cha Diwili, kata ya Diwili, wilayani Mbozi mkoani Songwe, kwa tuhuma za kusababisha kifo cha Zabron Mwambogolo, mkazi wa kitongoji hicho, wakati akiangalia mpira wa Simba na Yanga. Kamanda polisi mkoa wa Songwe, Agustino Senga, aliyekuwa akizungumzia tukio hilo leo Jumatano, amesema limetokea Septemba 16 majira saa 12:50 jioni mara baada ya mabishano ya mpira wa Yanga na Simba. Sambamba na msako mkali wa kumtafuta mtuhumiwa, jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kuepuka kujichukulia sheria mkononi na kutojihusisha na vitendo vya vurugu vinavyoweza kusababisha madhara. Hifadhi ya fedha za kigeni ikiwemo dola za Marekani imeendelea kuongezeka nchini kutokana na kuongezeka kwa shughuli za utalii katika maeneo mbalimbali. Ripoti ya uchumi ya kila mwezi inayotolewa na Benki Kuu Tanzania BOT kwa mwaka ulioishia Julai 2025 imebainisha kuwa mapato yatokanayo na shughuli za utalii yamefikia dola za Marekani milioni 3.8 sawa na shilingi bilioni 9.5. Fedha hizo ni sawa na asilimia 23.2 ya bilioni 9 zilizopatikana mara baada ya mauzo ya bidhaa na huduma nje ya nchi kwa mwaka ulioishia Julai 2025. Kwa mwaka ulioishia Julai 2024, mapato yatokanayo na shughuli za utalii yalifikia bilioni 8.7 sawa na dola za Marekani milioni 3.5, ikiwa ni kiwango cha juu zaidi kurekodiwa ukilinganisha na huduma nyingine kama usafirishaji. Kwa mujibu wa takwimu za awali zilizotolewa na BOT kupitia ripoti hiyo, hifadhi ya fedha za kigeni nchini imefikia dola za Marekani bilioni 5.5 sawa na shilingi bilioni 13.6 ambazo zinaiwezesha Tanzania kuagiza bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi kwa kipindi cha miezi 4.5 ijayo. Takwimu za Wizara ya Maliasili na Utalii zilizotolewa hivi karibuni zinaonyesha kuwa jumla ya watalii wa kimataifa milioni 1.2 waliingia Tanzania kuanzia Januari hadi Julai 2025. Idadi hiyo ni sawa na ongezeko la asilimia 9.2 ukilinganisha na idadi ya watalii walioingia nchini kipindi kama hicho mwaka 2024. Serikali ya Nepal imetangaza kutoa rupia milioni 1.5 sawa na shilingi milioni 42 kwa ajili ya fidia kwa familia za wafiwa waliofariki katika maandamano ya Gen Z yaliyotokea nchini humo wiki chache zilizopita. Fidia hiyo inakuja kufuatia vifo vya watu 72 vilivyotokea katika maandamano yaliyozuka Septemba 7 kutokana na marufuku ya mitandao ya kijamii, ufisadi wa baadhi ya viongozi na hali ngumu ya maisha kwa vijana wa taifa hilo. Imeelezwa kuwa fedha hizo zitagawanywa kupitia ofisi ya tawala za wilaya ili kufikia familia za wafiwa ambao wengi walikuwa vijana waliojitokeza kwa wingi katika maandamano yalikuwa kipinga ufisadi na hali ngumu ya maisha. Serikali hiyo pia imetaka uchunguzi wa kina ufanyike juu ya madhara yaliyotokea katika machafuko hayo ili kutoa nafasi kwa serikali hiyo kuchukua hatua stahiki za kukabiliana na athari hizo na kufanya maboresho kwenye maeneo yaliyoharibiwa. Waziri wa mambo ya ndani Om Prakash Airal amesema ofisi za umma zitapeperusha bendera nusu mlingoti leo Septemba 17, ambayo pia ni siku ya maombolezo ya kitaifa kama ishara ya kuwakumbuka waliofariki kwenye maandamano hayo. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Septemba 17. Asante kwa kuitegea sikio na kuitizama. Mpaka wakati mwingine, kwaheri kwa sasa. Mimi ni Sawezra Ngumbi na nyuma kamera
Igula Gustav.